Ya kifo kabisa, yani nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunamfukua. Ila taarifa za kupotea kwake nilizipata kutoka kwa mwanamke wake ambaye watu wanamhusisha kuwa ndio mtendaji wa hilo tukio. Kwa sababu tarehe 10 alivyoondoka Nyanza tarehe 11 mimi usiku nilikutana naye na huyo mwanamke. Yeye ndo alinipa taarifa za kupotea kwake, kwa namna ya kwamba aliniambia alikimbia baada ya kufanya tukio. Kwa ni kitu ambacho hata mimi kilinishangaza kwa kweli. Kwa sababu Nyanza mimi nimefanya naye kazi tangu 2016. Nadhani hata Nyilai TV tumefanya kazi na Nyanza akiwepo filamu ya Mkwaju. Nadhani mliona ni mtu wangu ambaye nafanya naye kazi karibuni 90% ya filamu zangu alikuwa anasimamia idara ya sauti. Lakini polisi, maofisa tunawashukuru sana, walionyesha ushirikiano akiwemo mkuu wa upelelezi bwana Ndomba, lakini pia tukopo na kijana mmoja anaitwa Hamisi. Ni polisi officer katika idara ya upelelezi, nafikiri alionyesha ushirikiano ndio mpaka ikafikia hatua ya kwenda kufukua katika shimo lililochimbwa nyumbani kwake, uani kwake. Kwa hiyo kwa muktadha wa majirani wanasema aliyechimba ni yeye, na ilichimbwa kuanzia saa 11 mpaka saa 5 shimo lilikopo wazi, kwa sababu saa 5 usiku mimi ndo nilikutana naye huyo binti. Kwa hiyo asubuhi likawa limefukiwa. Kwa hiyo hiyo ndio ilitutia sisi shaka, na yeye anatupa maelezo ya kwamba huyo mtu kapotea akafanya yani tukawa tunajiuliza, kwa sababu kwa muktadha wa Nyanza hakuwa na hizo tabia za kusema yani hata mdhulumu milioni 100, hakuwa na huo mfumo wa kusema kwamba eti apigane au labda une ugomvi sio aingilie, hakuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo taarifa kwa muktadha wa swali lako, taarifa ya kugundua kwamba Nyanza amekufa, nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunafukua. Wakati wa uhai wake marehemu Athumani alikuwa namna gani? Tunafahamu ndio pole, sikivu, lakini hasa zile tabia za ndani, kwa sababu ukiacha kufanya naye kazi sana kwa miaka hiyo yote lazima atakuwa na ule urafiki ambao tunasema urafiki ndugu. Tabia hasa za Nyanza unadhani alistahili kufa kifo cha namna hiyo? Kwa labda alikuwa na maugomvi labda na watu nini? Kiukweli mimi nasema ni bora hadithi ndefu sana inayochekesha kuliko hadithi fupi inayohuzunisha. Katika watu ambao tulifikiria hawezi kufa kikatili na kufukiwa bila utaratibu alikuwa ni Nyanza. Nyanza kwa namna tunavyomjua sisi hakustahiki kifo cha namna ile. Kwa namna tulivyoishi naye hakustahiki kifo cha namna ile. Hatujui ni nini kilitokea, ndo tunajaribu kuiomba idara ya polisi iendelee kushughulika. Baada ya hapo tujue mkasa mzima ilikuwaje mpaka wakamtendea namna ile ndugu yetu. Kwa sababu mara mwisho kuelekea kwa Kigamboni alituambia sisi naenda kwa mwanamke wangu tarehe 10 na anaenda nimeitwa. Sasa kumbe aliitwa ili akauawe. Kwa hiyo hakustahiki. Sawa. Sasa kifo chake ni cha mashaka, na nadhani Nyanza alikuwa anaishi Chanika kabla ya kuhamia huko ambako watu tunaamini kwamba alipotea umauti. Wale watu ambao wanaishi naye pale ambako mmemfukua, wao wanasemaje kuhusiana na hiyo kwamba watu wamekuja wamechimba shimo usiku, kitu ambacho kikawaida Kiswahili si kitu cha kawaida kwamba mtu achimbe shimo usiku, hata kama ni shimo la taka, lakini usiku hapana. Wao majirani na zile stories za kwamba Nyanza yupo walizungumza nini siku ambayo mnafukua? Siku tunaofukua, kwa sababu tulienda na idara ya polisi, tulimuita mjumbe. Majirani wao walikuwa tu kama mashuhuda kama mimi. Kwa hiyo ili swali kimsingi mngewauliza wao, kwa sababu kipindi anapotea na sisi tulienda kuuliza pale kuhusiana na nyumba kuuzwa, majirani walisema haikuuzwa kwa sababu wao hawakushirikishwa. Kwa hiyo ili swali ni zuri kama tungeuliza majirani nao watupe ushirikiano kuhusiana na ndugu yetu. Ila kwa tetesi ni kwamba ile shimo lilichimbwa saa 11 na majirani waliona, lakini yule mwanamke aliwahi kuishi pale. Kwa hiyo ilionekana kama ipo kwake saa 11 jioni. Kwa hiyo ilionekana kama ni mtu anachimba shimo kwake. Ila kilichoshangaza asubuhi likawa limefukiwa. Hiyo ndo hapo ndo kidogo hata mimi nikaanza kuona hapana. Kwa sababu mimi pia niliwahi kulioji hilo shimo. Lakini asubuhi nilipopita nikakuta limefukiwa. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuongea na mtu na huyo mwanamke wake kwamba kwa nini kalifukia. Zaidi ya pale polisi alituthibitishia Nyanza yupo, na mara ya mwisho alikutana naye Jumatano, sisi tunamhoji Ijumaa. Kwa hiyo sisi tukawa tunashinikiza tupewe mtu wetu
na ndio maana alivyopewa dhamana akakimbia. Huyo mke wa marehemu Sio mkewe, hakuwahi kumtolea barua wala hakuwahi kumuoa. Ni mwanamke tu ambaye anaishi na alisubutu kuishi naye. Akanipigia simu, bwana uko wapi? Nikamwambia niko sehemu fulani. Bwana njoo, na shida na wewe. Basi tulivyoonana akambia, bwana sisi ndugu yetu amepotea, bwana Athumani, kama amepotea hajulikani aliko, lakini kwenye nyumba kuna mtu anakaa. Sasa twende. Kweli tukaenda kwenye ile nyumba. Tulipofika kwenye ile nyumba, yule mtu tukamkuta. Sasa tunafanyaje hapa? Tudhibiti nyumba. Kweli yule bwana katia funguo, kavunjia funguo ili kusudi mtu asiingie. Na tukaacha maagizo pale kwa majirani, jamani, hapa mkimwona mtu yoyote hapa anashughulika labda kutakuvunja mlango au kufanya lolote kutakuingia, tupigieni simu. Basi wale wakalipokea. Sasa kabla tunaondoka, kuna binti akawa anakuja pale. Kuja tushangaa, nyinyi vipi? Vipi? Akawataka kuingia. Sasa kujaribu kufunguza, kutia funguo haipiti. Kidogo bibi kama yule binti kama mkali hivi kidogo hivi. Ambo mfunga mlango siji na nini, mlango ufunguki, nani alofanya hivi? Umeona? Sasa akamwambia, wewe si ndo nakao muendo mimi na nikamwambia, sasa sawa. Huyu sasa amwende naye kituo cha polisi. Atatoa maelezo. Kweli yule akaambia, mimi bwana sijakunywa chai mimi. Ngoja ninywe chai. Akamwambia, kama chai utakunywa mbele. Mimi siendi mpaka mnunulie chai. Sawa, atakununulia chai. Kweli akatiwa ndani ya pikipiki, wakaenda kule kituo cha polisi. Kwenda kituo cha polisi, kweli akapelekwa kule kwa mahojiano. Baada ya pale nikauliza familia, kwa sababu hii familia mimi kama ndugu. Akina Nyanza, yani kama ndugu. Basi nikauliza, mmefikia hapa? Sababu tumepeleka kituoni, hata hivyo sisi tupo tunazidi kulifuatilia hili jambo. Basi tukakaa, nikaonana tena na Madebe akanionyesha, akanipa taarifa zote. Sema, bwana huyu bwana inasemekana nyumba ameuza. Umeona? Kuna mtu kamuuzia nyumba, kwa sababu kwanza kuna message zinatumwa kusema, jamani mimi msinitafute. Simu ya marehemu zinatuma message, jamani mimi msinitafute. Kwa hiyo mimi nikiwa vizuri nitakutafuteni mimi mwenyewe, kwa nyinyi msinitafute. Alafu pili, anasema nyumba ile imeuzwa. Yule bwana katika kuuza nyumba ameenda amenunua shamba ili akate viwanja. Ile shamba ametapeliwa, katika kutapeliwa ndo kafanya tukio, yeye kakimbia. Haya. Imekaa tukakutana tena, akasema bwana akanionyesha dokumenti kwenye simu. Huyo nani sasa? Madebe huyo. Bwana haya, kwa sababu mimi nielekeza huyu amekuja hapa, mimi ndio mpango nzima kuhusu ya masuala. Bwana umeiona hii dokumenti? Huyu unamfahamu? Nikamwambia huyu simfahamu. Sasa inaonekana huyu ndo alomuuzia nani? Athumani ili eneo, na yeye ndo kauza. Nikamwambia hati hizi si sahihi. Si sahihi kwa mambo mawili. Kwanza hii bei inaonyesha sio ya kweli. Umeona? Pili, hii hati huyu hakununua kwenye serikali ya mtaa. Huyu amenunua kwa mwanasheria. Unaona? Kwa kuna mikataba. Akasema basi sawa, tunalifuatilia hili jambo. Kwa maana katishe, kwa hiyo hizo taarifa kulikuwa kuna mtu anazitosha sasa, bwana kuna dokumenti yule mke huyo marehemu, huyo mwanamke. Hivyo vitu vyote hivyo ni huyo mwanamke. Anasema ndo anamshauri, sababu huyu ni Madebe alikuwa anamhoji sana yule mwanamke. Sasa imekwenda mpaka majuzi. Sasa kabla majuzi, mimi katika upeo wangu nikasema huyu au mapeperushwa, kwa sababu nasia mwanamke mwenye mjanja mtu mganga au mapeperushwa. Akili yangu kabisa ikawa inanituma huyu kapeperushwa, huyu kapeperushwa tu, hakuna lingine. Nani kawa na imani hiyo. Sasa majuzi basi wakaja familia ya Simba Nyanza kuja, tukakutana gengeni hapo. Sasa bwana, bahati nzuri siku anataka kupigia simu kwa kukuhitaji wewe. Nikamwambia mimi simu yangu iko chaji, lakini mimi kama mnanihitaji mara nyingi maskani yangu ndio hapa gengeni. Basi vizuri,
bwana, twende kule kwenye ile nyumba. Nikamwambia sawa. Basi kweli tukatoka, tunakwenda kufika njiani, nikamwambia bwana, tutahitaji chepe. Nikamwambia basi sawa. Ilani kuna watu wanajenga vijana. Tukaenda pale, bwana, sisi tutahitaji chepe. Lakini kulingana na kazi yake akasema, bwana, hizi chepe kutokana na kazi yetu ilivyo haitawezekana. Bahati nzuri kuna mmoja akaenda akazima nyumba jirani, na mimi nikamwambia chepe ninalo, tukachukua nyumbani. Tukaenda tukachukua chepe, tunafika pale na wakuta mkuu wa upelelezi yupo pale. Tukakuta mapolisi tu wengi, tuna jopo lake, tuseme mkuu wa upelelezi na madebe alikuwepo. Maona bwana, watu mbalimbali, watu wengi kidogo walikuwepo pale. Basi kufika pale, haya pamepigwa picha pale, pigwa picha, pakaanza kuchimbwa. Basi chimba. Lakini tulipofika pale, kwanza yule kijana akamfahamisha, bwana, huyu ndo mjumbe wetu hapa. Akamwambia kwa yule kabla ya kuanza chochote, bwana, huyu ndo mjumbe wetu hapa. Akasema sawa. Yule akaniambia mimi ndio mkuu wa upelelezi Chanika. Akamwambia basi vizuri, na mimi ndio mjumbe wa hapa. Basi haya, haina shida, tukawepo pale wote. Basi akaanza kuchimbwa, chimba. Kwa kweli ile hali kama ingekuwa kama sisi wananchi tu tusingefanikiwa. Sasa mimi mpaka nikakata tamaa, nikasema ili shimo refu kuna kitu. Wakawa na imani tu, wanachimba. Likaanza kutoka nailoni. Kutoa nailoni, ikaanza harufu pale, kila mtu akaona hapa kuna kitu. Bwana, kwenda pale kweli kuchimba kweli, marehemu akaonekana. Baada ya kuonekana, basi taratibu za kipolisi sasa zikaanza. Kwa hiyo kachukuliwa ile mwili ukawekwa kwenye defender, kwenye gari,